Ukweli au uongo. Hujambo msikilizaji na karibu katika makala ya leo. Idhani RFI Kiswahili. Hapa siku zote tunaangazia jinsi ya kutumia vyema mitandao yetu ya kijamii ili kuepuka kueneza au kusambaza habari za uongo na zile za kupotosha. Kwa leo uko nami Hilary Ngati na mwenzangu Jupiter Mayaka. Kwa leo hayuko, ila tunashirikiana na La Benevolencia kukuletea kipindi hiki, na leo tunaangazia video ya mwaka 2018 nchini Kenya inamuonesha afisa wa polisi akimpiga raia. Video inadaiwa kuwa ni ya sasa, lakini pia msikilizaji, tutaangazia pia madai kwamba aliyekuwa mshauri wa White House kuhusu uviko 19 Anthony Fauci ameshtakiwa kwa mauaji ya kizembe nchini New Zealand. Lakini kumbuka namba ya kuwasiliana nasi ni 254 ili utatupata kwenye WhatsApp. Na karibu rasmi msikilizaji kwenye makala ya leo. Nikutakie wikendi njema, nikitumai kwamba umekuwa na Ijumaa nzuri hapo mahali ambapo upo. Sasa kule nchini Kenya, utawala wa sasa umekuwa chini ya shinikizo kuhusu jinsi unavyoshughulikia masuala ya kitaifa, baadhi wakitumia hashtag ya Ruto must go. Hapa mtumiaji mmoja kwenye mtandao wa X, zamani ukiitwa Twitter, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais William Ruto, tarehe 5 ya mwezi Mei alichapisha klipu ya zamani ambayo anaihusisha na utawala wa sasa. Hapa ninasoma chapisho hilo kwenye mtandao wa X. Linasoma hivi: huyu ni mhalifu, si afisa wa polisi, anapaswa kufungwa maisha jela. Hashtag Ruto must go. Sasa hili chapisho ambalo linaambatana na video ya mtu aliyevalia sare za polisi aliyenaswa na kamera akimkanyaga shingo na kichwa raia aliyelala chini. Na machapisho mengine kwenye mtandao wa X yalisoma hivi msikilizaji: polisi nchini Kenya wamezoea sana. Polisi hawa wanapaswa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka. Hauwezi kumtendea binadamu kama mnyama. Lakini pia machapisho ni mengi, ila nitapitia tu kwa haraka. Mwingine hapa ameandika hivi: ni lazima afungwe. Hebu fikiria kungekuwa na giza, angefanya nini? Sisi kama RFI Kiswahili tukumbushe kwamba tumefuatilia madai haya na tumegundua kuwa klipu hii ni ya mwaka 2018. Televisheni ya ndani ya Citizen TV kwenye chapisho lake kwenye mtandao wa X, zamani ukiitwa Twitter, mnamo Aprili tarehe 6 mwaka 2018 ilichapisha mkanda huu wa video wenye kichwa cha polisi anaswa kwa kamera akimtesa mshukiwa. Hashtag Nipashe wikendi. Na katika tarehe hiyo hiyo, huduma ya kitaifa ya polisi nchini Kenya kwenye mtandao huo huo wa X wa kijamii ilichapisha taarifa hii ikisema kwamba tumeona klipu ya video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ya afisa wa polisi anayedaiwa kumshambulia raia wa kawaida. Tunafuatilia klipu hii ya video ili kuthibitisha uhalisi wake na tutachukua hatua kali dhidi ya afisa huyo mara itakapothibitishwa. Tukumbushe kwamba video hii ni ya mwaka wa 2018 na wala sio ya mwaka huu kama inavyosambazwa kule nchini Kenya kwenye mitandao ya kijamii. Ukweli au uongo. Kipindi hewani ni ukweli au uongo, idhani RFI Kiswahili. Lengo letu hapa ni kuwa mabalozi wa kueneza habari za ukweli na za kuaminika, haswa kwenye mitandao yetu ya kijamii tunayotumia kila siku. Tuangazie madai mengine kwamba mshauri wa zamani wa ikulu ya White House kuhusu uviko 19 Anthony Fauci ameshtakiwa kwa mauaji ya kizembe huko New Zealand. Lakini msikilizaji wangu, polisi wa nchi hiyo waliambia AFP kwamba madai haya ni ya uongo na kutupilia mbali uvumi unaoenea mitandaoni. Na kulingana na machapisho kwenye mitandao ya kijamii haswa nchini Marekani, Fauci anakabiliwa na vibali vya kukamatwa katika mataifa 14, lakini hadi tukiangazia madai haya, jina lake halikuonekana kwenye orodha ya Interpol ya watu wanaosakwa kwa makosa mbalimbali. Sasa kwa mujibu wa chapisho la tarehe 21 mwezi Aprili kwenye mtandao wa Facebook, New Zealand imemshtaki Fauci kwa makosa 107 yanayohusu mauaji ya kizembe. Fauci, nikumbushe tu kwamba huyu ni mtaalamu wa chanjo nchini Marekani na alifahamika zaidi mwanzoni mwa janga la uviko 19 wakati aliteuliwa kwa kikosi kazi cha kupambana na korona au uviko 19 ukipenda
katika ikulu ya White House wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Donald Trump. Na wakati wa uongozi wake alishinikiza njia mbalimbali za kudhibiti msambao uviko 19 kama vile kuweka hatua kati ya mtu na mwingine, kuvaa barakoa, akionekana kulengwa zaidi na habari za kupotosha kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kinyume na machapisho ya mitandaoni ya Facebook, Fauci hajashtakiwa nchini New Zealand na hakuna nchi yoyote ambayo ilitoa hati za kukamatwa kwake kimataifa. Na polisi kule nchini New Zealand walithibitisha kwamba Fauci hakuwa chini ya uchunguzi au kushtakiwa kwa uhalifu wowote nchini humo. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 254 707 888 555. Bila shaka msikilizaji, unaosikiliza ni RFI Kiswahili, kipindi hewani ni ukweli au uongo, kwa nami Hilary Ingati, na umewadia wakati wa kwenda kwenye kitengo chetu cha katuni. Na hivi leo tuko hapa Nairobi, tunaungana naye rafiki yetu wa muda mrefu Mado. Habari ya jioni hapo ulipo, labda unachora nini mzee wetu? Asante. Niko kwenye maeneo ya Kilimani mjini Nairobi, huku nikizingatia hizi habari. Eti Anthony Fauci anakabiliwa na mashtaka nchini New Zealand, au ni urongo kabisa? Ukiniuliza kando, pengine nitasema lazima anasingiziwa na Trump, ambaye alikuwa hampendi kamwe, hasa wakati wa COVID. Hivyo basi kwenye mchoro wangu leo hii ninamwonyesha bwana Fauci akiwa na mshangao akitizama uongo huu mtandaoni. Pengine kinachomshangaza zaidi ni dai pia eti anatafutwa kukamatwa kwenye nchi zingine kadhaa. Pengine katuni yangu itawasaidia Waamerikani kuona ukweli. Shukrani nyingi kwa fursa hii. Asante. Asante sana Madoni, kutakia jioni njema, na nikumbushe msikilizaji akitaka kutazama kibonzo chako anaweza kutembelea wavuti wetu wa www.rfi.fr/sw. Na umewadia wakati wa kuungana na wenzetu timu la Benevolencia ili tusikilize wametuandalia nini. Ya kabisa. Mapanda. Nilikuwa kale kuambia kama tulifanya kama kosa sana kabisa kwa kuchagula Muyombake na Zamiri. Angalia wewe peke hivi video wenye mimi naona kwa mtandao. Kisha uniambie shafu gani wa quartier mwanaweza ongoza hivi. Leta tuone. Angalia mara. Oh Mungu wangu wewe. Yesu wewe. Jiani mwanamke naye batuti kabisa biko nje wa mvua. Yote ni mambo ya ule kiongozi wa mkoa wetu. Naona mai video wanasema kama shafu alifukuza huyu mama na watoto yake wote mnyumba kisha akaipatia mtu mwingine. Chef de quartier kabisa alifikia kufanya kitendo ya hivi. Kama ni vile sai inafaa aondoke kabisa kwa hii madaraka. Mpenda masangu. Ulishafika hapo? Kisha mimi niko najikaza, niko nasema maraba leo ndakutangulia nifike mbele yako mbara ya Jolie. Lakini mastangu biko hai. Kwa sababu la mfurahi kuona mimi nafika. Zamiri vya urafiki pembeni. Pembeni kabisa. Antuka tuna tena ule Mombako huruma. Hakuna. Bila kuambia inafaa aondoke kwa madaraka. Tulifikiria kabisa tunachagua kiongozi mzuri. Kumbe ni mtu mbaya kabisa, hana tena huruma ya maisha kabisa bakaaji. Hakuna. Mpenda. Mimi sikuelewa hata. Nini ndio mko mnasema? Angalia tuko tunaangalia hii video ya mama mwenyewe alifukuza mnyumba na watoto yake wote. Sisi hata nawe kwanza kufasi ya hii jamaa. Nijue hii video yenyewe kila mtu iko nasema. Kumbe juu ya hayo. Bwana, unaona mfuraka kabisa vitu vinahuzunikisha watu wengine. Sisi tunasiri. Mpenda, hii video iko kulishapita miaka mingi sana. Na hii mambo haiko kwetu ndio kwenye ilipitikanaka. Ndio kusema bi mzuri. Mlisha sababu kama hii ilikuwa documentaire yenyewe tulikuwa tunafuata kwa television. Yenyewe ilitokanaka na kupitikana na mmomonyoko ya ardhi. Yenyewe ilitokanaka na mvula kali sana. Ndio hivi yote vilipitaka. Ndio zamani sana hivi. Mpenda, ulikusha sawa hii documentaire. Merde. Mchoma, inafaa sasa hivi kabisa tutume message ya kukanusha, kudementire mbie habari ya uongo. Na tuarifu wengine batu, basi anguke kabisa mtego wa kuamini habari ya bongo sa vile shii. Bila shaka msikilizaji, ukitaka kuwasiliana nasi hapa RFI Kiswahili unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook. Pale
nasi tutaweza kuzungumza nawe, ama pia unaweza kutembelea mtandao wetu wa TikTok pamoja na X na YouTube, nasi tutaweza kuwasiliana nawe. Na asante sana kwa kuwa nami kwenye kipindi cha leo. Wiki ijayo atakuwepo Jupiter Mayaka. Nikutakie jioni njema. Kwa heri, naitwa Hilary Ngati.